ujumbe ambao tutaenda nao au tutatembea nao leo unasema shika amri za Mungu. Shika amri za Mungu. Huo ndio ujumbe ambao leo hii tutaenda kutembea nao. Shika amri za Mungu. Kwa wale ambao ni wasomaji wa Biblia watakuwa wanajua kuna amri ambazo Mungu alizitoa ambazo idadi yake ni 10. Ambazo alimwambia Musa, ambazo alimuita Musa kule mlimani, alafu akaenda kumsomea huko akiwa anaziandika. Zile amri tunazisoma katika kitabu cha Kutoka sura 20, ambapo pale tutaenda kusoma kitabu cha Kutoka sura 20. Kuna amri 10 za Mungu zimetajwa pale. Kutoka sura 20. Kitabu cha Kutoka sura 20 kuanzia ule mstari wa kwanza hadi ule mstari wa 18. Anasema Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa kutoka katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu kuchonga wala mfano kitu chochote kilichoko juu mbinguni wala kilichoko chini duniani wala kilicho chini majini wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na apatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanachukiao, nami na rehema 1000 wanipendao na kuzishika amri zangu. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata mhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Ikumbuke siku ya Sabato itakase. Siku 6 fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Uheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Usiue, usizini, usiibe, usimshuhudie jirani yako uongo, usitamani nyumba jirani yako, usitamani mke wa jirani yako wala mtumwa wako wala mjakazi wake wala ng'ombe wake wala punda wake wala chochote alicho nacho jirani yako. Bwana Yesu nasifiwe sana. Hizi ni amri 10 ambazo Mungu alimwambia Musa kule katika mlima Sinai au mlima Horebu. Unajulikana kama mlima wa Bwana. Sasa hizi amri 10 tumezoea kuzitaja kwa haraka, lakini Bwana alizisema kwa urefu sana kama tulivyovisoma hapa. Tunasema amri ya kwanza, mimi ni Bwana Mungu wako, usiwe na miungu mingine ila mimi. Hiyo tunasema tu ni usiwe na miungu mingine ila mimi, lakini Bwana alielezea kwa urefu pale. Ya pili, usijifanyie sanamu ya kuchonga. Tunaishia hapa. Lakini Bwana anasema usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano kitu chochote kilichoko juu mbinguni wala kilichoko majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia. Amri ya 3 anasema usitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Tunaishia hapa. Lakini Bwana anasema usitaje bure jina la Bwana Mungu wako, kwa kuwa Bwana atamhesabia kwa hana hatia mtu ule alitajia jina lake bure. Kwa hiyo tunaishia tu hapo. Usitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Anasema kumbuke siku ya Sabato na uitakase. Sisi tunaishia tu hapo. Lakini Bwana anasema kumbuke siku ya Sabato na uitakase. Siku 6 fanya mambo yako yote. Siku 6 fanya mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Anasema siku hiyo usifanye kazi yote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala punda wako wala mjakazi wako. Anasema waheshimu baba yako na mama yako, amri ya 5. Tumezoea kufupisha tu hivyo, lakini Bwana anaendelea kusema waheshimu baba yako na mama yako ili upate siku nyingi na zaheri za kuishi duniani. Usiue, usizini, usiibe, usimshuhudie jirani yako uongo, wala usitamani nyumba jirani yako, wala chochote alicho nacho jirani yako, wala punda wake, wala mtumwa wake, chochote alicho nacho jirani yako. Biblia imekataza tusitamani. Na kabla hapo anasema usimshuhudie jirani yako uongo. Kwa hizo zilikuwa ni amri 10 ambazo Biblia imezitaja. Lakini leo nataka nikwambie kuna tofauti ya ombi na amri. Kuna tofauti ya ombi na amri. Ombi ni kile kitu ambacho mtu anakuja kukuomba wewe ukitende kwa hiari yako, kwa matakwa yako. Ombi linapoenda kwa mtu, yule mtu ana uhuru wa kukubali ile ombi au kulikataa, ashtakiwi kwa sababu tayari ni ombi. Lakini amri ni agizo la kwamba kitu fulani kifanyike bila shuruti. Yaani unashurutishwa kufanya jambo fulani, hiyo unapenda au upendi. Mfano likitengenezwa pale amri, ni marufuku kupita hapa, hilo sio ombi. Hiyo ni amri. Ni marufuku kufanya shughuli yote katika ile eneo, ni
amri. Ni marufuku kutupa takataka. So ombi ni amri, ni lazima utekeleze hivyo. Ukienda kinyume na hicho kilichoamriwa, manake tayari unaenda kutafuta kesi nyingine. Kwa Mungu na yeye hajawahi sehemu yote kusema hizo amri zake ni ombi, kwamba naomba usizini, naomba usiibe, naomba usimshuhudie jirani kwa uongo. Anasema usiibe, usizini, usimshuhudie jirani yako uongo. Na Mungu akaziweka 10 tu kuzisummarize. 10 tu. Kwa nini ameweka 10? Namba 10 ni namba ya ushuhuda. Ndio maana mtu utaona huko na vidole 5 na huko 5 jumla 10. Ana vidole 5 vya miguu na 5 vya mguu kushoto na wa kuume, jumla 10. Ikionyesha kabisa kwamba inahubiri amri 10 za Mungu. Kwa hiyo amri ambazo zimetolewa na Mungu sio za kwenda kusema ni za option au tunasema unaweza kaamua usifanye au usizifanye. Hapana. Ni jambo ambalo ni lazima lifanyike. Kama ni katazo, ni amri ambayo imelenga katazo kwamba usifanye kitu fulani, usifanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa pia kupitia hizo amri 10 aone Mungu akisema msi kana kwamba anatuagiza wengi. Ingawa tupo wengi, lakini hizi amri zimeelekezwa kwa mtu mmoja mmoja. Ndio maana hapo tunaona anakuambia usiibe, sio msiibe. Usizini, sio msizini. Ikumbuke siku ya Sabato, sio mkumbuke siku ya Sabato. Na hiyo utaona mtu anakuambia siendi kanisani kwa sababu hakuna watu kanisani. Hapa ametuambia muikumbuke au ikumbuke. Maana ni mtu mmoja, ni wewe ndo unaambiwa. Jukumu la kumtafuta Mungu siku moja maalum kwa Bwana ni jukumu lako binafsi, sio la watu wengi. Hajalishi utaenda mahali utakuta hamna mtu. Anasema usimshuhudie jirani yako uongo, ni mtu mmoja. Usiue, sio msiue. Kwa ni agizo na ni amri ambayo mtu anapewa mmoja mmoja. Na hiyo ndio itakayotuhukumu siku za mwisho. Watu watasema siku ile mbona nilikuwa mtu fulani. Kama umeiba, hautaenda pamoja na yule ulioiba. Na kama umezini, hautasema Bwana siku ile mbona huyu ndo alishawishi. Siku ile utakuta na amri imeandikwa usizini. Kwa hamtahukumiwa wawili mko mnazini. Utakuwa peke yako kwa sababu ilikuwa imeandikwa usizini, sio msizini. Na yule aliyefanya hivyo naye atakuwa peke yake. Ndivyo hukumu za Mungu zilivyo. Ndio maana Paulo anasema kila mmoja atatoa habari zake mwenyewe. Kila mmoja atatoa habari zake mwenyewe. Hakutakuwa na watu wawili siku ile hukumu. Ni wewe na Mungu, mimi na Mungu. Kila mmoja ataeleza habari zake mwenyewe. Kwa hizi ni amri, ni muhimu sana kuzizingatia, sio ombi. Na amri ni kitu ambacho unaagizwa kufanya pasipo kutaka au sio uliochagua. Ni yule aliyetoa amri ndio aliyetoa ile agizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hizi amri ambazo tunaziona ni 10 kwenye Biblia. Tukija katika Agano Jipya, Bwana Yesu aliziweka vizuri zaidi na kuzielezea katika lugha ambayo inaweza kueleweka zaidi. Kwamba maana yake ni nini hizi amri 10? Kwa sababu zikishia tu 10 kuna vitu vingine hapo unaweza usivielewe. Kwa sababu katika amri hazikujitosheleza, kulikuja kitu kinachoitwa sheria na kitu kinachoitwa hukumu. Ndio maana Mungu akasema utazishika amri, sheria na hukumu. Amri imesema usiue, lakini bado haijakamilika kwa sababu imesema usiue. Vipi sasa nikikutana na mbuzi nataka kumtumia kitoweo? Mbona pale sasa imeandika sio? Maana yake je, ile amri inahusika paka kwa wanyama au kwa wanadamu? Kwa hiyo inahitaji kitu kinachoitwa sheria. Inahitaji kitu kinachoitwa hukumu. Okay, pale imeandikwa tu usizini. Tunajua uzinzi unamhusisha mtu aliyekuwa katika ndoa akatoka kwenye ndoa yake akaenda kukutana na mtu mwingine kimwili. Vipi mtu ambaye sasa hajaoa au hajaolewa alafu anaenda kulala na mnyama? Ataka kwenye kundi lipi la kuzini? Vipi huyu ambaye hajaoa hajaolewa lakini anajichua? Ndio hapo zinapokuja sheria sasa. Sheria maana yake zinatosheleza, zinajazia nyama ile amri ya kwamba kama imeandikwa usizini, basi je, ikitokea umezini na ndugu yako pia inakuwa ni kosa. Kwa hiyo sheria zinakuja kujazishwa pale katika ile amri. Lakini na hukumu yake ni ipi? Okay, huyu kazini. Biblia imesema usizini. Lakini kazini sasa anahukumiwa vipi? Kazini na mtu mwingine anahukumiwa vipi? Anasamehewa? Kazini na mnyama anahukumiwa vipi? Ndio zinakuja sasa hukumu kwamba mtu yote atakayelala na mnyama sharti atauawa. Kwa kuna amri, sheria na hukumu. Sasa sheria ziko nyingi kwenye Torati. Zaidi ya 300 zipo kule. Lakini sasa hizi sheria ni nyingi sana. Wote ni ngumu sana mtu kuzijua zote.
Kristo akaja akasummarize hizi amri ambapo ndani yake kuna sheria na hukumu. Katika kitabu kile cha Mathayo sura 22 tutaenda kusoma pale mstari wa 36 hadi 40. Mathayo sura 22 mstari wa 36 hadi ule wa 40. 22:36 hadi 40. Neno la Mungu linasema, nitaanzia mstari wa 34. Na Mafarisayo waliposikia kwamba amefumba kinywa wale Masadukayo, walifanya shauri pamoja. Mmoja wao mwanasheria akamuuliza kimjaribu, "Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu?" Huyu mtu alilenga kuangalia zile amri zote 10 ambazo zinatajwa pale: usiibe, usizini. Je, ipi ni kubwa kwamba mtu akifanya asipofanya hiyo au akivunja hiyo ana hukumu kubwa kuliko amri nyingine? Je, ni kushika sabato? Kama sasa hivi unakuta kuna watu wanakuambia usiposhika sabato unachapa mnyama. Hata walikuja na hiyo hoja, wanasema ni amri ipi iliyo kubwa? Je, ni kushika sabato? Wengine wako wanasema sabato ndo amri kuu. Angalia Yesu alivyosema. Yesu hakuzigawanya kusema hii ni kubwa kuliko nyingine. Alisema tu neno moja. Mstari 37 akamwambia, anajibu sasa ile swali, "Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote." Mstari 36. Hii ndio amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Lakini ukiangalia pale uione kwenye zile 10, utajiuliza sasa imekaje kaje. Tutafafanua hapo. Na ya pili yafanana nayo ni hii: mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote na manabii. Umeona? Katika hizi amri zote, sheria, hukumu na amri zinaingia katika hii amri moja: mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Torati na manabii. Kwa hiyo maana yake ufupisho wa zile hukumu zote, sheria na amri zimekaa katika hizi amri mbili: mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa akili zako zote, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Kwa Kristo alichokuwa jaribu kueleza pale nini? Ni kwamba mnapoona zile amri 10 zimegawanyika katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni kumpenda Bwana Mungu kwa moyo wote, roho yote na akili yote, na sehemu ya pili ni kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Ndio maana ukiangalia zile amri 14 za mwanzo zinamhusu Mungu. Amri 4 za mwanzo zinamhusu Mungu. 4 za mwanzo: mimi ni Bwana Mungu wako leo kutoka katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usio na miungu mingine ila mimi. Hiyo inamhusu Mungu. Sisi kumpenda Mungu. Usifanyie sanamu ya kuchonga, ni sisi kumpenda Mungu. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, ni sisi kumpenda Mungu. Ikumbuke siku ya Sabato ni sisi na Mungu. Baada hapo hizo 6 zilizosalia ndizo za mwanadamu. Waheshimu baba yako na mama yako. Hapo sasa Mungu usiki. Usizini, Mungu usiki. Usiibe, Mungu usiki. Usishuhudie uongo, Mungu usiki hapo. Usitamani nyumba jirani yako, Mungu usiki hapo. Ni sisi kwa sisi. Kwa hiyo ile nusu ya kwanza inaelezea sisi kumpenda Bwana Mungu, nusu ya pili ni sisi kwa sisi. Ndio maana Yesu akayaweka vizuri sasa. Akasema amri iliyo kuu kuliko zote ni kumpenda Bwana Mungu kwa moyo wako wote, roho yako yote na kwa akili zako zote. Na ya pili ni kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Bwana Yesu nasifiwe sana. Sasa kuna kitu kimoja nataka nikiseme hapa ili tuweze kuelewa pia na tuwe makini nacho. Katika siku za mwisho watu wataenda kuhukumiwa kwa sababu hawajazishika amri. Kwa hiyo upendo ni amri, sio ombi. Kumpenda Bwana Mungu kwa moyo, roho na akili ni amri, sio ombi. Sasa wengi wakati tukisoma ile agizo ambalo Bwana Yesu anasema amri ya kwanza ni kumpenda Bwana Mungu, watu wanaona kama vile ni ombi, kwamba Mungu anatuomba tumpende kwa moyo. Ni amri, sio jambo ambalo mtu anaambiwa alifanye. Kwa hiyo siku ya mwisho watu wataenda kusimamishwa mbele ya kiti cha hukumu kwa kuvunja amri ambayo Bwana ameagiza kwamba ifanyike, kwamba ni sharti kila mwanadamu ampende Bwana Mungu wake kwa moyo wake wote, kwa roho yake yote na kwa akili yake yote. Hali kadhalika pia ni sharti na ni amri ya kwamba sisi kwa sisi tupendane, sio ombi. Upendo wa sisi kwa sisi sio ombi. Ndio maana Paulo akasema, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo mimi ni bure kabisa. Kwa nini? Kwa sababu alijua upendo sio ombi, ni amri. Kwamba tumeagizwa kupendana. Tumeagizwa kumpenda Mungu kwa moyo, roho na akili. Bwana Yesu nasifiwe sana. Sasa nataka tuangalie kwanza hapo katika kumpenda Bwana Mungu kwa moyo, roho na akili. Naomba turudie tena
yale maandiko. Mstari wa 36 pale. Naomba nirudie mstari wa 36. Anasema mwalimu, katika Torati amri ipi iliyo kuu? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndio amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo, zinafanana hizo. Maana yake atoki pale pale kwenye upendo. Nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili hutegemea Torati yote, sio moja. Torati yote na manabii wote inategemea hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunapokuja katika swala la kumpenda Bwana Mungu kwa moyo, roho na akili, tumeshajua kwamba sio ombi, ni amri. Kwa hiyo ni lazima tumtafute Mungu kwa kumpenda, na tumpende kweli kweli kwa moyo, roho na akili. Sasa wengi wetu katika kumpenda Mungu hatutumii hivyo vitu vitatu. Na sehemu nyingine anasema na nguvu. Imetajwa vitu vinne. Hapa vimetajwa vitatu. Hapa vimetajwa moyo, hapa vimetajwa roho na akili. Lakini sehemu nyingine umetajwa moyo, roho, akili na nguvu katika injili nyingine. Kwa viko vitu vinne ambavyo tunapaswa kumpenda navyo Mungu: moyo, roho, akili pamoja na nguvu. Kwa hiyo pia siku ile ya mwisho kuna uwezekano kabisa kwenda kusimama na kupimwa kiwango chetu cha kumpenda Mungu katika moyo, katika roho, katika akili na katika nguvu. Kwa upendo wa Mungu kwetu unathibitishwa na hivyo vitu vinne: mioyo yetu, roho zetu, nguvu zetu na akili zetu. Kumpenda Mungu kwa moyo ni kupi? Kumpenda Mungu kwa moyo ni kupi? Ni kule kufanya kitu kwa moyo. Kunaga mtu anakuambia yule mtu anafanya kitu afanyi kwa moyo kile kitu. Siage ile jambo. Mtu hawezi kufanya kitu kwa moyo. Anakuwa kama analazimishwa, si ndio? Lakini mtu anafanya kitu kwa moyo, hana kulazimishwa ndani yake. Anakifanya kile kitu chenyewe kinatoka ndani yake. Na Mungu anategemea tumpende kwa moyo namna hiyo. Kwa hiyo tukirudi kule katika zile amri 10 anazosema kwamba usijifanyie sanamu kuchonga, lazima ndani ya moyo wako udhamirie kabisa kutokufanya sanamu kuchonga kutoka moyoni. Anaposema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, kutoka moyoni. Anaposema ikumbuke siku ya Sabato na uitakase, kutoka moyoni. Sio tu kutimiza kwa desturi na mazoea, sio kumpenda Mungu. Anakuja kusema tena na roho yako yote. Kwa hiyo manake mtu ambaye anafanya kitu kwa roho, manake yuko tayari atakutoa uhai wake juu kwa ajili ya hicho kitu. Kwa sababu anaenda kwa roho. Yuko tayari kwa sababu ni mtu wa rohoni, anajua mambo yanokuja. Kwa anaporudi kule na kusema kwamba amri ya kwanza, Mungu wako kutoka katika nchi ya Misri, usio na miungu mingine ila mimi. Hakikisha katika roho yako huna miungu mingine. Kumpenda Mungu kwa roho. Anaposema usitaje bure jina la Bwana Mungu wako, katika roho yako. Anaposema ikumbuke siku ya Sabato, katika roho yako. Usijifanyie sanamu kuchonga, katika roho yako. Unafanya hivyo. Anapokuja kusema tena kwa akili zako zote, hapa ni muhimu sana kuelewa hili jambo. Kwa sababu pia wakati mwingine tunafikiri kumtumikia Mungu hatupaswi kutumia akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatupaswi kutumia akili. Tunapaswa kutumia akili pia katika kumpenda Mungu na hata kumtumikia Mungu. Una ujuzi fulani katika akili ya damu na nyama. Tumia hiyo akili yako pia kujenga ufalme wa Mungu, kujisogeza karibu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumia hiyo akili yako kufanya kazi ya Mungu. Unachofanya kinachoitwa simu. Hii simu umepewa akili jinsi ya kuweza kuitumia. Hizo akili Mungu alizotupa hajatupa ili tuweze tu kujikimu au kuweza kutatua changamoto za maisha ya kijamii yanayotuzunguka. Hapana. Pia hizo tunaweza tukazitumia kwa akili zetu sisi kujenga ufalme wa Mungu na kumtafuta Mungu na kumpenda Mungu. Anaposema usijifanyie sanamu kuchonga, tumia tu akili hata kutafakari kwamba nitaabuduje kitu ambacho mimi nimekitengeneza. Anaposema ikumbuke siku ya saba na kutakasa, tumia tu hata akili yako kutafakari. Nazo siku 6 ambazo nafanya mambo yangu. Kutoa tu siku moja tu
Kumtumia Mungu kwa akili tu ya kawaida pasipo ufunuo wa Roho Mtakatifu. Ukiweza kutumia akili kwa namna hiyo, utakuwa unampenda Mungu kwa akili zako zote. Wewe ni labda ni muhasibu, labda umepata akili za darasani, elimu za kidunia. Hebu zitumie hizo basi maarifa yako kujenga ufalme wa mbinguni. Umepewa uwezo wa kufanya kitu fulani kizuri. Una uwezo wa kushona mapazia. Hebu fanya akili yako, tumia akili yako ili kujenga ufalme wa mbinguni. Unaweza kufanya jambo fulani kwa akili yako la kidunia, la kimaisha. Tumia hiyo akili yoyo kwenda kujenga ufalme wa Mungu. Ndicho hapo anachosema. Anasema kwa nguvu zako zote, kwa moyo wako tena kwa akili zako zote. Kwa kumpenda Mungu, Mungu hataki tu mabunju. Anataka tu tuna akili timamu katika kumpenda yeye na kumtumikia. Na utaona katika swala la kumpenda Mungu ndio vimetaja vitu vinne, lakini kumpenda jirani yako anasema mpende jirani yako kama nafsi yako basi. Yaani tu kama nafsi yako, lakini Mungu hatuwezi kumpenda kama nafsi yetu sisi. Tunataka tumpende kwa moyo, roho, akili na nguvu. Alafu anasema tena kwa nguvu zako zote. Kuna mtu anakuambia nimechoka, nataka kwenda kuomba lakini nachoka, mwili unachoka. Lakini ukimwangalia ni kijana kabisa. Huyo hizo nguvu zake anaweza kuzipeleka kwenda kufanya kazi zake za mwilini na asichoke. Huyo na nguvu zake anaweza kumstai bosi wake ambaye anamtumikisha kuanzia asubuhi mpaka jioni na asichoke. Lakini anapokuja kuambiwa haende kanisani, ayo katika mikesha, aombe, bado tu anaona anateswa, anaona kama ni mzigo mkubwa. Nguvu zake anazipeleka wapi? Anaweza kubeba kiroba cha rumbesa kubwa hapa la mizigo, unafanya kazi ya asubuhi mpaka jioni. Lakini huyo tu kumwambia bebe tofali moja kwenda kujenga kazi ya Mungu, anaona uvivu. Nguvu zake anazipeleka wapi? Unazipeleka wapi nguvu zako? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa anasema mpende Bwana Mungu wako pia kwa nguvu zako zote, kwa roho yako yote, kwa akili zako zote, kwa moyo wako wote. Na hiyo ni amri, sio ombi. Kwa kutumia akili yako kumpenda Mungu ni amri. Hatujaambiwa kwamba Mungu anatuomba tumpende kwa nguvu zake, kwa nguvu zetu zote. Anasema amri na apeni ndio hii. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Na jambo la mwisho anasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Sasa mwingine anasema uweze kumpenda Mungu usiyemuona wakati mtu unayemuona unamchukia. Maana hii amri ya pili inathibitisha amri ya kwanza, kwamba ili tujue kwamba unampenda Mungu, sharti lazima unampenda jirani yako kama nafsi yako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Condition rahisi kabisa. Tuweze kupima kipimo cha upendo kwa mwingine ni jinsi unavyojipenda wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama upendi kulia kutokana na mambo fulani yanayokuumiza katika maisha yako, unataka kujua natakiwa nimpende mtu katika kiwango gani, usimwangalie mtu fulani anavyompenda mwingine, hutaweza kujifunza upendo kwa ule mtu. Jiangalie tu wewe mwenyewe unavyojipenda. Apply kile jinsi unavyojipenda kwa mwingine. Kama unajipenda katika swala la kufanya jambo fulani la kawaida na ukifanyiwa hilo upende, basi ndio usiende kufanya kwa mwingine hivi. Hicho ni kipimo chako cha upendo, kinatosha hapa kabisa. Wala tusivuke hapo. Mungu atakuhukumu katika kiwango ambacho kwamba hajasema umpende mwingine zaidi ya nafsi yako. Hajasema hivyo kwamba umpende mwingine zaidi ya nafsi yako. Hakuna mwanadamu anaweza kumpenda mwingine zaidi ya nafsi yake, hakuna. Kiwango cha juu cha mtu kumpenda mwenzake ni kama nafsi yake. Basi. Ikizidi hapo inakuwa ni unafiki. Huwezi kumpenda mtu zaidi ya nafsi yako. Huo upendo ni Kristo tu peke yake anao. Hakuna mtu. Ndio maana alisema Kristo, ni nani mwenye upendo mkuu kuliko huyo mtu kutoa yeye kwa ajili ya rafiki yake? Ni Yesu tu ndio anao upendo. Alijitoa kwa ajili yake zaidi ya nafsi yake, alitupenda sisi upeo. Lakini sisi tumepewa kipimo kwamba hapo mpende jirani yako kama nafsi yako. Hiyo tu inatosha. Kwa kama nafsi yako unaona mimi limiti yangu ndio hii. Hichi kitu ninachokifanya naweza kujifanyia mimi. Kinatosha kabisa kumfanyia mwingine. Usijilinganishe na kutaka kuwa kama mtu fulani. Yule mtu fulani kule ametoa vya kwake vyote kampa mtu fulani. Sasa nawe uige ule upendo ule kule utaweza. Jiangalie tu kitu gani ambacho unacho. Unaweza kumfanyia na mwingine, limit inatosha hiyo. Ndio hapa Biblia inatuambia mpende jirani yako kama nafsi yako. Lakini Mungu sio kama nafsi yako. Mungu unampenda kwa roho yako yote, moyo wako wote,
akili zako zote, nguvu zako zote. Kwa ufupi nafsi yako yote, roho, nafsi na mwili, kila kitu. Hapo ilikuwa tu ni ufupisho kwamba roho, nafsi na mwili. Ndio maana ametenganisha moyo na nguvu. Nguvu ni mwili. Moyo ni nafsi, roho ni roho. Kwa roho, nafsi na mwili tunampenda Bwana Mungu wetu. Kwa hiyo ni amri ya kumpenda Bwana Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa siku leo nilikuwa nataka tuliangalie hili jambo. Siku leo nilikuwa nataka tuliangalie hili jambo kwamba tumepewa amri ya kumpenda Bwana Mungu kwa mioyo yetu yote, roho zetu zote na kwa akili zetu zote, lakini pia na kupenda jirani zetu kama nafsi zetu. Kwa hiyo ndio njia ya kushika amri za Mungu. Usianze kuhangaika sasa, hebu ngoja niende sehemu fulani. Ukimpenda Mungu utaenda kanisani. Hamna haja, hakutakuwa na nguvu kubwa wewe kushika sabato. Tena hautampa Mungu siku moja tunakusema ni sabato ya Jumamosi. Ndio hapa changamoto ile iliyotokea ndugu zetu ambao wanasema tunapaswa kumpa Mungu siku moja. Hapana, Mungu hawezi kukupa siku moja. Tukimpenda kwa roho na nguvu. Ndio maana Yesu akasummarize akasema angeweka sabato na kusema ndio amri kubwa na kuu, bado angepunja ule walisia. Angepunja ule walisia. Ndio maana hajaweka hiyo sabato kwa sababu alijua anataka kukimbilia hiyo sabato ili wamshike, kwa sababu Biblia inasema alikuja kumjaribu. Walikuwa wanajua amri kuu ni sabato. Walikuja kumjaribu hapa. Lakini Yesu akajua Lazaro, akamwambia sasa hiyo sabato sio kuu. Mimi naleta summary yote kwamba mpende Bwana Mungu wako. Ukimpenda Bwana Mungu wako huwezi kumpa siku moja tu katika wiki. Huwezi kusema eti ni siku moja siku nyingine nalala. Hapana. Utampa zaidi ya hapo kwamba ukiwa unatembea ndani yako unashika sabato. Ukiwa umelala ndani yako unashika sabato. Ukiwa unafanya shughuli bado inaendelea ndani yako. Ukifika tu Jumapili au Jumamosi ni siku tu kama vile unavyosema unahudhuria kwenda kupeleka ripoti ya mambo ambayo unafanya wiki nzima na kuya summarize ndani ya siku moja. Basi. Lakini hatuwezi kusema kwamba katika siku zote basi tunamkumbuka Mungu. Sio kweli. Mungu hajakusudia wewe hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukimpenda Bwana Mungu wetu na mioyo yetu hatutaabudu sanamu. Utaabudu sanamu kwa roho na akili, hauwezi kuabudu sanamu. Kwa sababu utauliza nitamwabuduje kitu ambacho nimekitengeneza mimi kwa mikono yangu, akili ya kawaida. Alafu pia roho yangu inampenda Mungu, nitaabuduje sanamu? Hauwezi kufanya hivyo. Pia ukimpenda jirani yako hauwezi ukazini. Yule ni mke wa mtu, yule ni mume wa mtu. Sitaki mimi kufanyia hicho kitu. Unajipima wewe. Je, mimi ningekuwa na mke, mimi ningekuwa na mume, au nina mke nina mume, alafu wa kwangu wanafanywa hivyo, kwa nini mimi nifanyie mwingine? Hicho kipimo kinatosha kabisa kumpenda jirani yako. Huyu mtu ana mali alafu naenda kumuibia. Je, ningekuwa ni mimi naibiwa, ningejisikiaje? Kama mimi sipendi kuibiwa, na mimi sitaweza kwenda kuibia mwingine. Ama neno ambalo nazungumza, je, ningekuwa ni mimi naambiwa, ningeapokeaje? Kama ni wewe ukiambiwa unaweza kuyapokea na akakujenga, ukaona anakujenga, basi ni ruhusa kumwambia na mwingine. Wala tusiogope. Hata kama mwingine utaweza kumwambia. Wewe kama ukiona nikiletewa anaweza kuyabeba na kuyatengeneza, kipimo chako wewe ndio hicho, na yeye mwambie yule mtu. Utakosa mnafiki. Kwa sababu hata wewe ukiletewa unaweza kukibeba hicho. Hiyo ndio maana ya kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Ukimpenda jirani yako kama nafsi yako utatamani, kwa sababu anasema usitamani nyumba jirani yako, usitamani mke wa jirani yako, usitamani wala chochote alichokuwa nacho jirani yako. Tamaa nazungumzia hapa sio tamaa ile nzuri, nazungumzia tamaa mbaya. Kuna watu wana tamaa mbaya na tamaa nzuri. Tamaa nzuri ni ile ambayo na wewe unatamani uwe kama yule kwa faida, lakini hutamani kuwa kama yule ili kwamba juu yake umkomoe au apoteze kile alichokuwa nacho. Kuna mtu anaweza kumuona mwenzake anatembea pale vile anafanya kitu fulani au ana kitu fulani kifaa fulani hata cha kidunia tu ambacho hakina maana. Akamunea mwenzake hivyo akasema natamani kile kitu, anaenda kumuibia. Au anafanyia visa ile akipoteze kile kitu. Au akipoteza kile kitu yeye anafurahi ndani ya moyo wake, anasema afadhali. Safi sana. Anakuwa anajiona. Hiyo ni tamaa mbaya. Tamaa nzuri ni ile ambapo kama yeye anacho na wewe unatamani kuwa nacho, ili kwamba muweze wote kufurahia kile kitu na kijenge na kipunguze matatizo katika jamii. Hiyo ndio tamaa nzuri. Kwa ukimpenda jirani yako hauwezi kutamani cha kwake kwa ubaya, kwa sababu na wewe ukitamaniwa jiweke kwenye position, katika nafasi kwamba mtu fulani amekuona na kitu fulani alafu anatamani kipotee kwako.
Kama wewe utamani ufanyiwe hivyo, na wewe usimfanyie mwingine hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo, na kama kuna mtu anatamani kufanyiwa hivyo, ana matatizo ya akili. Kama unatamani kufanyiwa hivyo, unaona ni sawa kufanyiwa hivyo, afu ndio leo kamfanyia mwingine, una matatizo ya akili. Lakini kama una akili timamu, huwezi kutamani mtu aje kukonea uwivu mbaya juu yako, upate madhara, alafu na wewe tena urudishe hicho kitu kwa. Amen. Kwa hiyo hiyo ndio maana ya kuzishika amri. Hizo ndio maana ya kuzishika amri. Kwa hiyo tuliweke katika roho zetu na katika akili zetu. Amen. Basi naomba tuombe, alafu baada hapo tutaenda kuingia katika sehemu ya pili ya maswali na majibu. Bwana Yesu, tunakushukuru sana kwa ajili ya neno lako. Tunaomba ukatusaidie tukazishike amri zako. Tunaomba ukatusaidie tukaziishi amri zako. Tunaomba ukatusaidie tukazitende na kuwafundisha na wengine. Ulisema katika neno lako ya kwamba hii ndio amri kuu ya kwanza. Tukupende Bwana, tumpende Bwana Mungu wetu kwa roho zetu zote, kwa mioyo yetu zote na kwa akili zetu zote. Na hata sehemu nyingine ukasema kwa nguvu zetu zote. Ninakuomba Bwana Yesu mwingi wa rehema na huruma, ukatujaze hiyo neema leo hii. Tukaanze kukupenda kwa sababu tumejua sio ombi ni amri. Baba, tukashike hii amri kweli kweli. Tunapokuwa katika maisha yetu, akili zetu Mungu tuzitumie katika kufanya ujenga ufalme wako na kukutafuta wewe. Mioyo yetu Baba ikelekee kwako, roho zetu zikelekee kwako kwa sababu tunahitaji siku ile kuja kukuona. Baba, ninaomba katikati yetu asiwepo yote ambaye atakosa kuiona ile mbingu, lakini wote ukatusaidie kwa Roho yako Mtakatifu. Halikadhalika pia tunahitaji kupendana sisi kwa sisi, sababu ulisema tupendane sisi kwa sisi. Na hiyo ndio amri ya kwanza ambayo ya pili inayofanana na ile ya kwanza. Kwa hiyo ninakuomba Bwana ule upendo wa agape ukaingie ndani yetu leo. Tukapendane kama nafsi zetu. Kiwango kile kile tunachojiona sisi tunastahili kupata kitu fulani, hicho chote tukatendee na wengine. Roho Mtakatifu ninakuomba tusaidie na kutuwezesha. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen.